pepo la Apedomia liwatoke, unyani uwatoke. Tutamtupia nani kama ni Watanganyika? Ukisema uende Ubelgiji, wazungu hawataki mtu mwenye Apedomia. Ukisema umpeleke Zambia, wa Zambia hawataki mtu mwenye unyani. Kwa hiyo hao wameisha tayari. Kama wanachokoza na kushawishi jeshi lije liingie, wamesahau kwamba umati huu hapa leo hapa Zanzibar una ndugu wengi huko majeshini kuliko Jakaya Kikwete. Ni kweli. Hata kikaa hapa orodheshe ndugu za kwake yeye, na mimi orodheshe wa kwangu ni wengi. Kwa hiyo ni kupotea tatizo la Apedomia. Kwa hiyo sasa Mungu alisema tokeni kati yao katika msaafu, mkatengwe nao. Tumetimiza lile la Mungu na Mungu yuko pamoja nasi. Hawa watu kama wamerudi wako huko mitaani, la kwanza mkumbuke kwamba ni watu wa kwenu ninyi wenyewe. Hata mtoto akijinyea hamtupi chooni, inabidi mumsafishe. Sijui mtasafisha sabuni ya kusafisha Apedomia, sijui mtapata wapi. Hata Mungu hawataki hao. Jamani, muda hautoshi, tunao mambo ya kuongea, lakini kumbukeni kuna gharama ya kulipa. Saa ya ukombozi ni sasa. Aluta! Ngapi? Ngapi? Umemsikia Reverend Mtikila Gonjwa gani lile? Haya. Sasa namleta kwenu mwenyekiti mwenza wa Ukawa katika bunge maalum, Mheshimiwa James Mbatia. Mheshimiwa James. Waheshimiwa viongozi wote mlioko hapa, itifaki imezingatiwa, na Wazanzibari wote, wassalamu alaikum. Ndugu zangu, leo tunajenga historia mpya ya mataifa yetu mawili ya Zanzibar na Tanganyika. Tunajenga historia kwa hoja na sio kwa bla bla. Nitarejea historia kwa muda dakika 5 hii. Ukiangalia na ukiwa na akili timamu, tarehe 10 ya mwezi wa 12 mwaka wa 63 Zanzibar ilipata uhuru wake siku ya Jumanne. Baada ya siku 32, tarehe 12 ya Januari mwaka wa 64 yakafanyika mapinduzi siku ya Jumapili. Miezi 2 na nusu, tarehe 26 ya mwaka huo wa 64 mwezi wa 4, kabla ya tarehe 26, tarehe 22 ya mwezi wa 4 siku ya Jumatano wakasaini makubaliano ya kuunganisha Tanganyika na Zanzibar. Siku 2 baadaye, siku ya Ijumaa tarehe 24, bunge la Tanganyika likaitwa. Tarehe 25 bunge la Tanganyika likapitisha sheria ya kuridhia hati za muungano siku ya Jumamosi. Jumapili tarehe 26 muungano. Kwa siku 4 unaweza kuona matendo haya yalivyofanyika kwa haraka. Alafu nini maana ya mkataba? Mkataba lazima ukubalike na pande zote, na lazima utekelezeke, na lazima uwe wa kisheria. Uwe mkataba. Mpaka leo hii zaidi ya miaka 50
hakuna maridhio ya mkataba huo kutoka upande wa Zanzibar mpaka leo hii. Kwa hivyo kiuhalisia, kikatiba, kisheria, hakuna muungano halali wa Tanganyika na Zanzibar. Alafu wengine wanajitokeza wanasema hata hiyo Tanganyika haipo. Ukiangalia historia vizuri, mwaka 1862 wakati kanisa la minara miwili linajengwa hapa Zanzibar, ambapo Ukristo umeanzia Zanzibar, kati ya Afrika Mashariki na Afrika ya Kati yote umeanzia Zanzibar. Kanisa la minara miwili 1862. Kanisa ili hapa, wakati wa Pasaka nilikuwa hapa na nilisali hapa. Wakati wamesema kuna vitishio vya ugaidi, mimi nilisali kwa amani, sikuona huo ugaidi hapa Zanzibar. Kanisa ile yenye miaka 152 ambao Ukristo ulianzia hapa, chokochoko zikaanza, na leo hii eti serikali tatu zitasababisha dola ya Kiislamu Zanzibar. Asa mimi ni warejeshe kwenye Korani tukufu. Korani tukufu, Nabii Isa, yani Yesu Kristu, amerejewa mara 25 ndani ya Korani tukufu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amerejewa mara 5, mara 4 kwa jina la Muhammad na mara ya 5 kwa jina la Ahmad. Sasa ukisoma Korani vizuri utaona marafiki na ndugu wa karibu wa Waislamu ni Wakristo. Sasa leo hii mnaleta chokochoko. Je, niwaulize, tangu mwaka 1000 wakati Vatican inaitambua Tanganyika mara ya kwanza tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 1880 walipotangaza jimbo la wakati wanatangaza jimbo la Tanganyika 1980, ambalo ni diocese ya sasa ya Kigoma, Sumbawanga, Mpanda na Upper Congo kule DRC. Mwaka 1880 tarehe 27 mwezi wa 9 tayari Tanganyika ilishatambuliwa. Leo hii zinaletwa hoja dhaifu nyepesi kwamba hakuna kitu kinachoitwa Tanganyika. Ukishasema hakuna kitu kinachoitwa Tanganyika, ni kwamba hakuna kitu kinachoitwa Tanzania na hakuna kitu kinachojulikana kama muungano, kwa sababu muungano huu ni kati ya Tanganyika na Zanzibar. Sasa haraka zile nilizozieleza mwanzoni, kwa nini zilifanyika kwa haraka kiasi hicho? Utaona mapinduzi yaliyofanyika tarehe 12 ya mwezi Januari, siku ya Jumapili, mwaka 64. Huyu aliyefanya mapinduzi hapa, mzee wetu Sheikh Karume, alikuwa na hofu ya kiusalama. Wakati huo Ujerumani mashariki wanaweka balozi hapa Tanganyika, kuna Ujerumani magharibi, wakaanza kuona kuna matatizo ya kiusalama pamoja na Urusi hapa Zanzibar. Akaomba mwenzake Mwalimu Nyerere swala la kiusalama hapa, na ndio maana utaona mambo yote ya kiusalama yamepelekwa chini ya serikali ya muungano, inajiita ya muungano, ambayo ni Tanzania, iliyovaa koti la Tanganyika. Na mchezo huo umeendelea, lakini mabadiliko ya Zanzibar, ya katiba ya Zanzibar ya mwaka 2010, mabadiliko ya 10, ambako Zanzibar mlipiga kura ya maoni tarehe 31 ya mwezi wa 7 2010, siku ya Jumamosi, ambapo 66.4% ya Wazanzibari mkakubali na mkarejea serikali ya umoja wa kitaifa, na ile katiba yenu ikatangaza Zanzibar ni nchi, na ile ibara ya pili a kubwa ikasema rais wa Zanzibar aweza kuigawa Tanzania Zanzibar. Mlirejea kwenye Montevideo Convention ya tarehe 26 mwezi wa 12, siku ya Jumatatu, mwaka 1933, kwamba tabia 4 za dola, ya kwanza ni watu, ya pili ni ardhi,
ya tatu ni mamlaka, na ya 4 ni mahusiano. Kwa hivyo hatua ya tatu ya pili ya kuchukua ardhi yenu ya Zanzibar na kujitangazia Zanzibar, na ile ya tatu ya mamlaka kamili, na ya 4 sasa mnahitaji mahusiano ya nje. Nyie tayari mmeshajitangazia dola yenu, na nyie ndio mmekomboa Tanganyika nayo ipate dola yake kwa kiasi kikubwa. Hizi natoa takwimu, nasema no research, no data, no right to speak. Naongea na takwimu, siongei na bla bla. Sipigi kauli za matusi, mambo ya vijembe vya hovyo vya wawakilishi wa CCM wamekuja kuwa makuhani wa Zanzibar ndani ya Dodoma. Hapana, sifanyi mambo haya hapa hata sama. Tunawaomba wawakilishi wa UKAWA kutoka Zanzibar, wawakilishi wa UKAWA kutoka Zanzibar, nyie mnaturufu, mmewanyima upande mwingine 2/3. Ole wake hata mmoja kwa gharama yote atakayekubali kuiuza Zanzibar. Ole wao. Kwa sababu utu wa mwanadamu huwezi ukaununua kwa gharama yoyote ile. Wazanzibari, kujitambua kwenu, kutambua uhai wa mwanadamu huko juu, upeo wenu huko juu. Swala la kujitambua halihitaji kwenda shule. Inabidi labda mnakula samaki vizuri, mnakula wali ule wa nini wa chukuchuku vizuri, na afya zenu zinakuwa vizuri. Uwezo wenu wa kujitambua huko juu sana. Sasa ninawaomba chonde wale wawakilishi walioko ndani ya UKAWA na wengine ndani ya kundi la 201 ambao hawajaingia ndani ya UKAWA, tunawaomba chonde kwa ajili ya kujenga mwafaka, kujenga mahusiano mema, udugu uliopo kati ya Tanganyika na Zanzibar. Na mahusiano haya yalikuweko, nimewaambia, tangu miaka 1800. Tusikubali katu hatua hii ambayo tumeshafikia turudi nyuma. Walatini wanasema vox populi vox Dei. Na umma huu uliofika leo hii hapa, mkiridhia haya yote kwa pamoja, Mwenyezi Mungu naye anatoa baraka zake. Na Mwenyezi Mungu akisema jambo lake liwe na lina kuwa, kun fayakun. Mwenyezi Mungu akiamua lake jambo liwe na lina kuwa. Uwezi ukapambana na Mwenyezi Mungu. Na kwa kuwa uwezi ukapambana na Mwenyezi Mungu, amri zote zinatoka kwa Mwenyezi Mungu. Mara ya mwisho niliwaambia hapa, viongozi wetu walitueleza, na viongozi wetu, vitabu ambavyo havibishaniwi ni Biblia takatifu na Korani tukufu. Na nikasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati alivyoona kwamba kuna matatizo pale Maka, wakati wa kuweka jiwe la kuhiji Maka pale, Mtume aliambia yale mataifa yote waliokuwa wanapigania waweke ile jiwe la mimbari, akawaambia tulieni, kila kabila lilete mwakilishi wake. Akatoa kitambaa chake, wakaweka lile jiwe, wawakilishi wakabeba, wakaweka lile jiwe la mimbari. Lilikuwa ni tendo la maridhiano, na mpaka leo ndio mahali patakatifu pa kuhiji. Na waambia ole wao Chama cha Mapinduzi wanaoleta ubaguzi Zanzibar. Huwezi ukajifanya wewe ni Muislamu unaenda msikitini huku unahubiri chuki na ubaguzi wa rangi. Huwezi ukajifanya wewe ni Muislamu safi unahubiri matusi, kejeli na kuiuza Zanzibar. Huwezi. Hatutaki turudie kule tulikotoka. Hatutaki ukienda Makangale huku Pemba, ukienda kule Jambiani, hata ukienda hapa Kusini Unguja, anzia kule Kizimkazi, njoo kuma Kunduchi, Jambiani, Bweju, kote huku, ukiangalia ndugu wanavyoishi kwa pamoja na kwa umoja wao, ndio maagizo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyie mmeshakuwa kitu kimoja. Na kwa Wakristo mlioko hapa,
Biblia takatifu Mathayo 5:9 inasema heri wapatanishi maana wataitwa wana wa Mungu. Ukawa ni wapatanishi maana sisi ni wana wa Mungu. Na ndio maana tunatetea maslahi ya Watanzania, tunatetea rasimu ya katiba. Watanzania walio wengi wanataka serikali tatu, ni ridha yao. Na Watanzania wanaotaka serikali tatu, tumeshafanya utafiti wa kutosha. Wingi wa serikali ya Tanganyika, ya Zanzibar na shirikisho la Tanganyika na Zanzibar, kitakwimu, kiuchumi, gharama yake ni ndogo kuliko ilivyo sasa ya serikali mbili. Kwa hivyo ni swala la kuwa na utulivu. Tunawaambia Chama cha Mapinduzi na agents wao. Wagalatia 5:26 wanasema tusijisifu bure kwa kuchokozana na kuhusudiana. Sisi watutukane, watukejeli, tutatembea Tanganyika. Kesho tunaenda Pemba, tukaanzia kule mkoani, tuingie Mtambile, tuje Chake Chake, tuende mpaka Utani. Hatutakubali, lazima tutetee haki za Tanzania, tutetee haki za Zanzibari na tuhakikishe tatu. Ngapi? 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 Mwenyezi Mungu awabariki. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Lakini kumbe Qur'ani anaijua Aya, sasa tumkaribishe basi. Tumkaribishe kamanda mpambanaji. Sawa sawa. Nani huyo? Mwenyekiti mwenza wa Ukawa ndani ya bunge maalum, Mheshimiwa Freeman Mbowe. Mheshimiwa Freeman, karibu. Mambo. Nikiuliza mambo mnaniambia tatu. Mambo. Bado. Mambo. Asanteni sana wana wa nchi, wana wa Zanzibar. Nitajaribu kuzungumza maneno machache kwa muda ambao nimepangiwa, hasa nikijaribu kueleza ni nini tunafikiria kufanya kama Ukawa, namna ya kwenda mbele. Sihitaji kuyazungumza ya nyuma, wa viongozi walionitangulia wameshayazungumza. Mimi nizungumze zaidi namna ya kwenda mbele. Lakini vile vile ni muhimu nikaeleza kwa kifupi sana aibu iliyokuwa inaendelea Dodoma, ambayo sisi tulikataa kuwa sehemu ya aibu ile. Ndugu zangu wa Zanzibar, kwa matusi yaliyokuwa yanaendelea bungeni, ambayo mengine mmeyasikia kupitia runinga, yako mambo mengine ya aibu zaidi ya yale matusi. Tunapokuwa katika bunge linalotunga katiba ya nchi, alafu wale waliowatawala walepewa dhamana ya kuongoza taifa letu au mataifa yetu, wanashiriki kujaribu kuwarubuni wajumbe wa bunge maalum kwa misingi ya rushwa, ni aibu yenye laana ambayo sisi kama wanaukawa tulikataa kuishiriki. Unapoiona serikali inatumia rushwa kuwahonga wajumbe wa bunge ili waiunge mkono katika udhalimu, inakosa ushawishi, inatumia rushwa ambayo ilikuwa inatolewa ama kama ahadi ya kupewa vyeo. Wako wengine walipewa fedha, wako wengine walipewa chakula na maji na hata vinywaji baridi. Mambo ya aibu.
ili waunge mkono hoja ya serikali mbili. Naomba niwashukuru sana na nizungumze kwa niaba ya Watanganyika sasa. Niwashukuru sana viongozi wenzetu kutoka visiwa vya Zanzibar. Kipekee nikiwapongeza sana wajumbe wa Baraza la Wawakilishi na wabunge wote wa Bunge la Jamhuri waliotoka Zanzibar. Kama UKAWA tuliishi vizuri Dodoma, tulifanya kazi usiku na mchana, tulishauriana vikao masaa yote, tuliheshimiana, tukashikamana, tukaweza kuitetea Zanzibar, tukaweza kuitetea Tanganyika, na hoja yetu Mungu aliisikia, na nina hakika ninyi ndugu zetu wa Zanzibar leo mnaisikia. Naomba ushirikiano huo uendelee. Wako wengine waliotoka kundi la 201 kama kina Profesa Sharifu hapa, walikuwa mstari wa mbele kusimamia sio matakwa ya kundi la 201 ila matakwa ya wananchi yaliyowasilishwa ndani ya Bunge la Katiba kupitia rasimu ya Mzee Warioba. Ndugu zangu, tumesikia Jakaya anasema turudi bungeni, tusiende kwa wananchi mtatucheka. Mmesikia kauli ya kejeli hiyo? Ni kweli mnatucheka tukija kwenu? Ndugu zangu wa Zanzibar, Mungu anapoamua kuua utawala anaunyima busara. Mungu anapotaka kuunyang'anya utawala wowote mamlaka anaupa upofu. Jakaya kwa akili zake, CCM kwa akili zao, wanaamini kwamba wametudhibiti bungeni. Wanatuambia turudi tukazungumze matusi, tukazungumze uchakachuzi wa kanuni ambazo wameshaufanya Dodoma. Tunawaambia sisi tunakwenda kwa wananchi. Na ndugu zangu wananchi wa Zanzibar, Zanzibar imeonyesha njia. Naomba niendelee kuwajaza ujasiri. Kama kuna jambo la hatari kuliko yote katika mchakato huu ni woga. Naomba sana viongozi wangu wa UKAWA wote, wa vyama vyote, na nawaomba sana wananchi wa Zanzibar, katika kutetea nchi zetu mbili, kwa maana nchi huru ya Zanzibar na nchi huru ya Tanganyika, ni lazima tuwe tayari kuwaonyesha watawala kwamba tuna umoja, tuna nguvu, na tuko tayari kutetea haki yetu kwa gharama yoyote. Ni wangapi mko tayari kututetea nchi zetu kwa gharama yoyote? Nawashukuru sana ndugu zangu wa Zanzibar. Na hapa kipekee naomba nitoe salamu kwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Majeshi yetu haya, kama walioongea wengine walionitangulia, yameundwa na vijana na watoto wetu na baba zetu na dada zetu. Hawa nao wanataka serikali tatu. Kwa hiyo Kikwete kuwadanganyia ama kuwasingizia askari wetu wenye nidhamu kwamba eti hawa watapindua serikali kama tutaanzisha serikali ya tatu, ni mambo ya uzandiki ambayo tunawaomba majeshi yetu yaelewe. Tunapigania taifa la Zanzibar, tunapigania taifa la Tanganyika kwa sababu ya historia yake na kwa sababu ya vizazi vya kesho. Na mataifa haya tunawapigania mawili yenye serikali tatu. Askari wetu wenyewe ni sehemu ya mataifa haya. Kwa hiyo tunaomba askari wetu watuelewe sana. Hatuendi kugombana na askari, lakini lazima watuachie fursa tupambane na hawa wenzetu wa CCM, na tutapambana nao kwa action na sio kupambana nao kwa maneno. Naomba niwaulize vijana wa Zanzibar. Siku hizi yameanza utamaduni wa kuzuia maandamano. Maandamano ni haki ya kiraia, ni haki ya kikatiba. Wananchi wanaruhusiwa kuandamana ili kuonyesha hisia zao. Hatuwezi kutetea utaifa wetu kama tunaogopa kuandamana. Hatuwezi kutetea taifa la Zanzibar kama tutaingiza hofu na woga. Ndugu zangu, Mbati amesema leo tuko Zanzibar, kesho tunakwenda Chake Chake kule Pemba,
Tukitoka Pemba tunaanza ziara ya bara. Hatuna sababu ya kuondoka bungeni tukalale. Tunakwenda kuzunguka na tunakwenda kuandamana. Tutaidai Tanganyika kwa nguvu kubwa ya maandamano na nguvu ya umma. Na nawaomba wananchi wa Zanzibar mtunge mkono, tushirikiane. Ndugu zangu wananchi wa Zanzibar, kazi hii sio ya lele mama. Mimi nachoomba sana ni kuwajaza ujasiri, kuwataka muelewe kwamba hakuna haki inayopatikana kama zawadi. Haki inapiganiwa. Kina mama tunaomba muelewe, haki inapiganiwa. Makamanda vijana wangu, haki inapiganiwa, haki haiombwi. Hatuwezi kuendelea kuwa taifa la watu waoga. Viongozi wanatupelekesha wanavyotaka na sisi tunakuwa watu wa kupiga magoti. Kamanda Mbowe anasema mambo ya kupiga magoti tuache, tuingie barabarani, tuidai katiba, tuidai nchi zilizokuwa huru. Ndugu zangu wananchi wa Zanzibar, nawashukuru sana viongozi wenzangu kwa namna tumeshirikiana. Na ninasema kila jambo Mwenyezi Mungu analijalia na rehema zake. Tulipoanza vuguvugu la katiba, kulikuwa kuna kutokuaminiana sana kati ya Chadema na CUF. CUF walituangalia kwa mashaka kweli kweli, na sisi tuliwaangalia hivyo hivyo. Lakini Mwenyezi Mungu anapotaka kutengeneza jambo lake, ana mbinu nyingi za kutengeneza. Ametuweka pamoja Dodoma, ametuweka na NCCR, ametuweka na Mtikila, ametuweka na makaidi na wengine wenye kupenda mema ya nchi yetu. Tumeweza kujenga mshikamano ambao mimi kama mwenyekiti wa Chadema naomba niwahakikishie wananchi wa Zanzibar. Ushirika tunaojenga safari hii ni ushirika real. Na ushirika huu hautaishia kwenye katiba. Ushirika huu tunaopeleka kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano. Nimeshatangaza na natangaza kwamba nikirudi Dar es Salaam wiki ijayo, navunja baraza kivuli la mawaziri ndani ya Bunge la Jamhuri, naunda upya nikishirikiana na chama cha CUF, chama cha NCCR Mageuzi, ambao wao ni sehemu ya Ukawa. Tunakuwa Ukawa ndani ya Bunge la Jamhuri, Ukawa ndani ya katiba, na Ukawa ndio mpango mzima. Mambo bado. Ndugu zangu, hawa wenzetu wa Chama cha Mapinduzi na serikali yao na vyombo vyao vya habari vya propaganda wanafanya kila jambo kutugombanisha. Utasikia wanasema tangu lini Chadema wakaipenda CUF, tangu lini CUF wakaipenda Chadema. Walizoea kutugawa kwa kutumia ukabila, walizoea kutugawa kwa kutugombanisha kwenye dini zetu. Tumewaambia vikwazo vyote hivyo tumevuka, sasa tunashirikiana. Na nawaomba viongozi wenzangu waelewe ushirikiano wetu, tutakwenda nao kwa pamoja, na nina imani Mungu akipenda inshallah 2015 nina hakika viongozi wenzangu na dhamira, Chadema tuna dhamira, tunaendelea kuzungumza, tutazunguka nchi nzima hii kuitetea katiba na kuitetea Tanganyika na Zanzibari, na hatimaye 2015 tutakwenda kwenye uchaguzi tukiwa kitu kimoja, kama wananchi mtakubali. Ni wananchi wangapi mnasema tuingie uchaguzi wa 2015 tukiwa pamoja? Wanyoshe mikono juu. Asanteni sana. Naomba niwashukuru. Nikimaliza nikisema mambo bado. Mambo. Asanteni sana na Mungu awabariki sana Zanzibari. Ngapi? Tumemsikia Mheshimiwa Mbowe. Namuelewa Haya. Sasa tunakaribia kumalizia. Tunamkaribisha
jembe Mheshimiwa Profesa Ibrahim Haruna Lipumba. Wanaume, wanawake, CCM kwisha, kwisha, kwisha kabisa. Nyanga nyanga, ndembe ndembe, mlalo wa chali, kifo cha mende. Ndugu zangu wa Zanzibari, assalamu alaikum. Awali ya yote naomba kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha leo kuja hapa katika umoja wetu wa katiba ya wananchi, kuja na viongozi wenzangu tuliokuwa katika bunge maalum kueleza yaliyojiri ndani ya bunge maalum. Lakini napenda sana kumshukuru mzee wangu Mzee Hassan Nasro Moyo. Kuwa kwake hapa ni jambo zito, ni jambo kubwa. Huyu ni Mzanzibari kweli, ni mzalendo, ni Mtanzania wa kweli kweli, anaitakia mema nchi yake. Mnavyojua, Mzee Moyo ndiyo chimbuko la kuleta maridhiano Zanzibar. Nakumbuka mzee wetu alikuwa rafiki wa karibu na mzee wangu Mzee Hamisi Shabani Mlo, aliyekuwa katibu mkuu wetu wa kwanza, alokuwa makamu mwenyekiti wa chama cha Kafu, ambaye ameenda mbele ya haki, Mwenyezi Mungu amrehemu. Wazee hao wanapojitokeza na kuwa na msimamo ulio wazi, msimamo wa mambo, ndugu zangu, wenzangu wameeleza vizuri, mimi nakuja kusherehesha tu hapa. Tume ya Katiba imeundwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wajumbe wengi waliomo ndani ya tume ile ni wana CCM waliofanya kazi kwa karibu na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Wamezunguka nchi nzima, na kwenye kila hatua wanatoa taarifa kwa rais ni mawazo gani wanayoyapata toka kwa wananchi. Kabla ya kutangaza rasimu ya kwanza, wamemweleza kwa kina mawazo ambayo wananchi wameyatoa. Baada ya mabaraza walipoandika rasimu ya pili, wameenda kumjulisha kwa nini wametoa mapendekezo hayo. Rais kwa kauli yake kawaeleza wana CCM wajiandae kisaikolojia kwa mfumo wa serikali tatu. Vyombo vya habari vikatangaza anakuja kwenye bunge maalum kuja kulizindua. Badala ya kulizindua, anawadhalilisha, anawakejeli wajumbe
wa tume yake mwenyewe. Tume imeleta rasimu ya katiba ambayo impelekwa kwanza kwa rais. Rais ndio akaandika barua ukurasa wa kwanza kwamba rasimu hii ya mabadiliko ya katiba na iwasilisha kwenye bunge maalum waweze kuijadili na kuipitisha. Rais wa Jamhuri ya Muungano, lakini anakwenda ndani ya bunge maalum anasema kwamba serikali tatu zikija serikali itapinduliwa. Serikali tatu itakuwa gharama. Gharama gani? Ndugu zanguni, mambo yaliyomo ndani ya muungano ni maswala ya ulinzi na usalama. Hivi sasa pana jeshi la wananchi wa Tanzania. Serikali inagharamia jeshi hilo. Kuna polisi wanagharamiwa na serikali. Kuna uhamiaji wanagharamiwa na serikali. Kuna rais wa muungano anagharamiwa na serikali. Gharama mpya gani ambazo wanazozizungumza? Na tume rasimu ya katiba imependekeza tuwe na utaratibu wa serikali ndogo, iandikwe ndani ya katiba, pasiwe na zaidi ya mawaziri na manaibu waziri 15. Isiwe kila rais anachagua baraza kubwa la mawaziri, utadhani nchi inatoka kwenye vita, kama alivyoteua Mheshimiwa Kikwete. Mawaziri zaidi ya 60. Wameweka mipango mizuri ya kuweza kuwa na serikali tatu zinazoshirikiana, sura ya 8 ndani ya rasimu ya katiba. Wanatoa vitisho, jambo ambalo CCM hawalitaki. Ni ile misingi iliyowekwa ndani ya katiba kwamba sasa iwe ni nchi inayofuata sheria na inayoheshimu katiba, kwamba lazima tunu za taifa ziwe ni uwajibikaji, uadilifu na uwazi. Kwenye mabaraza yetu, kamati za bunge maalum, CCM wamepinga uadilifu usiwe tunu ya taifa. Wamepinga uwajibikaji isiwe tunu ya taifa. Wamepinga uwazi isiwe tunu ya taifa. Maana yake ni kwamba wanahitaji utawala na serikali ya rushwa. Wanahitaji kuwa na watawala viongozi wezi. Wanahitaji kuwa na utawala usiokuwa wazi. Hivi sasa tatizo la nchi yetu ni matumizi mabaya ya fedha za umma, na ofisi ya rais inaongoza katika matumizi mabaya ya fedha za umma, kwa yeye kujitangaza kuwa ni Vasco da Gama wa karne ya 21 wa kwenda kugundua nchi za Ulaya ziko wapi. Matumizi makubwa kupita kiasi. Sasa ukipitisha katiba hii, itawafunga wawe waadilifu, kwamba katiba inahitaji kwamba serikali itakayokuwa madarakani iwe adilifu, iwajibike, iwe wazi. Matumizi mabaya ya fedha za umma ndiyo tatizo linalofanya shughuli zetu za maendeleo zisiweze kuendelea. Katiba hii inataka kuweka misingi ambayo kila serikali iweze kuheshimu. Serikali ikiwa madarakani iwe wazi katika matumizi yake, iwajibike,
iwe serikali adilifu, na hilo CCM hawalitaki. Kwa hiyo mafisadi ndani ya CCM wameujiunga, wamefanya umoja wa mapambano dhidi ya katiba ya tume ya katiba, kwa sababu katiba hiyo inapinga vita ubadhirifu, inapinga vita rushwa, inataka serikali itakayokuwa madarakani iwe adilifu. Kwa hiyo tunapambana hapa na kundi lililoamua kufanya kazi pamoja ili kuhakikisha kwamba hatupati serikali iliyo adilifu, hatupati katiba ya wananchi wenyewe. Na wanatumia kila lugha, wanatumia lugha ya matusi, lakini linalotisha zaidi ni pale wanapotumia lugha ya ubaguzi, ubaguzi wa wazi kabisa, ubaguzi dhidi ya Waarabu, dhidi ya Wapemba, dhidi ya Wahindi, hata Wakongo walitajwa katika ubaguzi wao. Na ndugu zangu, lugha za kibaguzi ndizo zinazoleta mauaji katika maeneo mbalimbali. Sisi tuliwaita Interahamwe kwa sababu ya lugha ya kibaguzi waliokuwa wanaendelea nayo. Lugha hiyo ya kibaguzi dhidi ya makundi mbalimbali, dhidi ya jamii, ndiyo iliyoanza kutumiwa na hawa jamaa wa Interahamwe, ambao baadaye mwisho wake wakasababisha mauaji makubwa. Ndugu zanguni, Interahamwe sio tusi. Maana ya Interahamwe kwa Kinyarwanda au Kirundi ni wanaofanya kazi pamoja, ndio tafsiri yake Interahamwe. Sasa pana kundi la CCM limeamua kufanya kazi pamoja kuzuia mawazo ya wananchi na kuanza kuleta lugha za kibaguzi na za kutenga jamii ya wananchi wa Tanzania kwamba hawa hawafai. Ikiwa hamtasimama kukemea lugha hii, na ilipokuwa inatumiwa, watu ndani ya bunge maalumu, wana CCM ndani ya bunge maalumu pamoja na viongozi walikuwa wanashangilia, wanapiga makofi kuunga mkono lugha za kibaguzi. Lazima atokee mtu awaeleze lugha za kibaguzi hazikubaliki. Hatuhitaji kutuletea mambo yaliyosababisha majanga makubwa yaliyosababishwa na Interahamwe Rwanda. Hatuhitaji Interahamwe waje hapa Tanzania. Kwa hiyo ndugu zangu, ni lazima tuelewe kwamba sisi umoja wa katiba ya wananchi UKAWA hatupiganii katiba ya CUF, hatupiganii katiba ya NCCR, hatupiganii katiba ya DP, katiba ya NLD, katiba ya Chadema. Hapana, tunapigania katiba inayotokana na mawazo ya wananchi wenyewe. Mnaelewa msimamo wa Maalim? Alikuwa anazungumzia muungano wa mkataba. Baada ya kupata rasimu ya katiba, imependekeza mfumo wa serikali tatu. Chama cha CUF tokea mwanzo kimekuwa kinaunga mkono mfumo wa serikali tatu, na ndiyo yalikuwa mawazo yetu rasmi tuliyoyapeleka kwenye tume ya Jaji Warioba. Kwa hiyo hivi sasa sisi sote tunaunga mkono rasimu, kwa sababu haya ni mawazo yaliyoletwa, yaliyoratibiwa na tume ya katiba, yanayotokana na wananchi wenyewe. Kwa hiyo UKAWA utaendelea kudai katiba ya wananchi, lakini pia tutaendelea kudai kutekeleza matakwa ya wananchi.
na ndio maana tunaungana na kauli ya Mheshimiwa Mbowe, kauli ya Mheshimiwa Mtikila, kauli ya Mheshimiwa Mbatia, kauli ya Dr. Makaidi, kwamba ushirikiano wetu huu usiishie kwenye bunge maalum.